Bana, ni siku chache tu ndizo ambazo zimesalia tukashuhudie dabi kubwa kweli kweli ya Kariakoo. Mimi naitwa Cisco, niko na hapa Gadlise Diburo. Endelea kuwa nasi ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote. Lakini yako mengi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, ila mimi nataka nifahamu machache kati hayo mengi. Lakini kubwa zaidi bwana, endelea kusubscribe, comment, like na kushare ili uendelee kuwa familia bora kweli kweli ya Data Sports. Kila tunapotoa taarifa zetu uweze kuzinyaka. Na sasa hivi tunakwenda kutazama wachezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamecheza michezo mingi kuelekea kwenye dabi, lakini pia wamechangia kiasi kikubwa mno kupatikana kwa mabao pamoja na assist na mchango wa pointi 3 kwa ujumla ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Gadlise Diburo, pointi zote hizo atakwenda kutupa moja moja. Cha msingi ni wewe tu kuhakikisha kwamba unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla sitazungumza naye Gadlise Diburo, taarifa njema bwana ni kutoka Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile zenye matili wa chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Gadlise Diburo, habari yako na afya yako ni njema? Bwana Cisco Zaneti, niko sawa. Ndio. Mungu ni mwema kabisa. Tuna joto la kuelekea dabi. Ndio. Na ili juma linapoanza inakuaga kama vile hakuna kinachoendelea. Ndio. Mzee wangu ikifika Ijumaa kuna wale mabasi yanatoka mikoani yani. Watu wamepiga matambara tu. Ni kweli. Si Wekundu wa Mbozi, si Wekundu wa Chalinze, si wananchi wa Matombo. Yes. Hatari sana. Ukishaona hivyo ujue mbungi imo. Ndio. Bwana Gadlise Diburo, nataka tutazame kidogo mambo mbalimbali ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo nataka utueleze kwa undani zaidi ni kuhusiana na nyota. Tuanzie hapo kwenye nyota ambao wamecheza michezo mingi sana ndani ya klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba. Alafu tutakuja tena kutazama zaidi kuhusiana na hao nyota ambao wamecheza michezo mingi. Kabisa. Cisco, hapa unazungumza kwa msimu huu. Ndio. Tunaposema wachezaji muhimu kwenye kikosi, tunazungumza wachezaji ambao wana ushawishi mkubwa kwa benchi la ufundi, kuamini wanaweza wakaiwakilisha timu kwenye michezo mingi. Na hasa ya ligi kuu msimu huu ambao Simba washacheza michezo 21, point takriban 54. Wakati Young Africans wao wameshacheza michezo 22. Wana gepu la mchezo mmoja tu wa kiporo, ambao Simba kama unakumbuka ulikuwa dhidi ya Dodoma Jiji ambao walipata ajali kule wakiwa wanatoka Ruangwa. So utazungumza aina ya wachezaji ambao wamekuwa ni regular. Tukisema regular, maana yake regular starters ni wale wachezaji ambao wana uhakika wa kucheza mara kwa mara. Uhakika huu si kwa sababu wanamsalimia mwalimu Cisco shikamoo mazoezini, si kwa sababu wanambebea mwalimu mabegi yake, si kwa sababu nidhamu yao ni kwenda kutoa vyombo vya kula wakati wamemaliza kula pamoja. Hii inatokana na kiwango chao wanachokionyesha kwenye uwanja wa mazoezi, kitu ambacho mara nyingi kinashawishi mwalimu kuona consistency ama mwendelezo wa ubora wa wachezaji hawa. Wanapaswa kupatiwa michezo mingi ya kucheza kutokana na mchango wao ndani ya kikosi. Sasa ukiwatazama Simba, michezo yote 21 waliocheza, hakuna mchezaji aliyecheza michezo yote 21. Tofauti na kama msimu uliopita, unakumbuka rekodi iliwekwa na nani? Edison Katanga, nahodha wa JKT na center back wa JKT. Alicheza michezo yote 30 na alicheza dakika zote 90 za michezo 30. Maana yake alicheza wastani wa dakika 2700 zote. Yaani shoti msimu uliopita Edison Katanga alitumika msimu wote, dakika zote za msimu. Yeye ndo aliweka rekodi msimu uliopita. Lakini msimu huu labda Kamara angeweza akaivunja kama sio kukosa mchezo wa Coastal. Kwa sababu tunavozungumza Cisco, mimi na wewe hapa, Musa Pampa Kamara, wengi wanatamka Pimpin, lakini Kifaransa inatamkwa Papa. Sio? Kamara ndiyo mchezaji ambaye michezo yote ambayo amecheza ndani ya kikosi cha Simba kamaliza dakika zote 90. Kwa maana michezo 20 ndiyo anasimama kama mchezaji ambaye amecheza michezo mingi zaidi. Na uwezi amini, inaweza ikawashangaza wengi kuhusu Steven Dese Mukwala ambaye anapata muda mfupi sana wa kucheza kiwanjani. Ana dakika chache sana, chini ya dakika 500,
lakini yuko sawa michezo na Kamara. Okay. Sio sawa dakika, lakini kwa maana appearance, kwa sababu Sisco tunaposema Sisco ameapia uwanjani, hata kama ni dakika moja lakini umeonekana appearance yako. Ndio unaona kwa wazungu wanatumia sana neno appearances. Tuseme Waingereza kwa sababu wazungu wako wengi. Yes. Wanatumia appearances kwa maana ya mara ngapi umeonekana uwanjani. Kwa hiyo Mkwala yeye na Kamara kwa maana ya kuonekana na jezi ya Simba ndani ya kiwanja, wote wametumika kwenye michezo takriban 20. Sawa. Kwa maana wote wamemisi mchezo mmoja. Kamara ikiwemo mchezo ambao alimisi dhidi ya Coastal, katika wakati ambao Mkwala ndo alikuwa anakwenda kutai kwenye idadi ya michezo na Kamara. Kwa hiyo so far Mkwala angekuwa na 20, Kamara angekuwa na 21, lakini kwa Kamara kukosa mchezo wa Coastal, Mkwala kwenda kucheza ule mchezo na kufunga hat-trick, tayari alikuwa anaenda kufungana na Kamara. Kwa Kamara na Mkwala ndio wachezaji ambao wametumika kwenye michezo mingi zaidi bila kujalisha idadi ya dakika. Zaidi sana tu ni Kamara amezitumikia dakika zote za michezo aliyoicheza. Ikiwemo dakika 90 zidisha kwa 20 unaongelea dakika 1800. Kwa Kamara amezitumikia. Na ni kwa sababu ya vitu vingi. Lakini vichache kati ya hivyo, Kamara amekuwa sio kipa ambaye anakutana na majeraha mara kwa mara. Sio injury prone. Labda iliyotokea dhidi ya katika mechi ya Azam, japo alimaliza mchezo, ikam sideline kwenye mchezo wa Coastal, lakini faida ya kuwa na Kamara wakati mwingine si goalkeeper ama si mchezaji ambaye anapata majeraha mara kwa mara. Lakini Mkwala kuna wakati huwa anaipoteza nafasi ya kwanza kwa sababu ya uwepo wa Christian Lionel Ateba Bida. So hao ndio wachezaji ambao wamecheza michezo mingi zaidi kwa Simba. Sawa. Lakini kuna wachezaji ambao ndio wanafuata kwa kucheza michezo mingi kwa Simba so far. Baada ya hii michezo 20 inafuatia michezo 19. Kati ya michezo 21 waliocheza, kuna wachezaji wamecheza michezo 19, wako watatu tu. Hapa unamgusa defender ambaye ana mchango wa mabao 3 na assist 3, Shomari Kapombe, ambaye amecheza pia mchezo 19. Unamgusa kiungo wao kutoka Ivory Coast, Jean Charleroi, ambaye pia ametimiza michezo 19. Lakini zaidi ya hapo unamgusa Shefondo Malone. Kwa hiyo ukimtoa Kamara na Mkwala, Kapombe, Jean Charleroi pamoja na nani? Shefondo Malone. Hawa ndio wanafuata wakiwa na michezo 19. Kwa maana ya involvement yao, uhusikaji wao ndani ya kikosi, wanapishana mchezo mmoja tu na Kamara na Mkwala. Lakini namba 3 ni ile michezo 18 kati ya 21. Unazungumza hapo yuko Zimbwe Junior pamoja na kiungo wa zamani wa AS Vita na Raja Casablanca, Fabrice Luamba Ngoma, michezo 18. Inakuashiria regular appearance yao kwenye kikosi. Umemtaja Kapombe, umemtaja Jean Charleroi, umemtaja Shefondo Malone, Mkwala, Kamara, sasa ni Zimbwe pamoja na nani? Zimbwe pamoja na bila kumsahau Ngoma, si ndio? Ngoma. Lakini michezo at least ambao unaweza kusema unawapa heko, at least wamekimbia sana ndani ya kiwanja, utaongelea michezo 17. Ambao hapa ndo unampata sasa Lionel Ateba Bida, ambaye ndo anaingia kwenye wachezaji at least waliocheza michezo mingi 17. Na yeye anafungana na nani? Na mtu ambaye utashangaa kama ambavyo ulishangaa kwa Mkwala, mbona anatokea benchi afu kacheza michezo mingi sawa na Kamara? Huyu naye amekuwa akitokea benchi lakini games nyingi anacheza. Huyu ni mchezaji ambaye ana asili ya mchanganyiko wa DR Congo na Angola. Deborah Fernandez Mavambo. Au sio? Mzee Saidi anasemaje? Mwite Mavambo. Sio na mwite Mavama. Unaharibu jina. Kwa hiyo ukimgusa Mavambo pamoja na Ateba ndo wanafunga duru la wachezaji waliocheza michezo mingi kuanzia 20 hiyo akina Mkwala, 19 akina Kapombe, 18 akina Zimbwe na Ngoma, 17 ndo unamkuta Deborah pamoja na nani? Na Ateba. Sasa maana yake ni nini? Hivi vitu haviji kwa bahati mbaya. Vinakuja kwa sababu kuna kitu ambacho wanakiperform ndani ya kiwanja. Lakini pia uwepo wa wachezaji wao mara kwa mara kwenye kikosi inaashiria si wachezaji ambao unawapata kwenye injury mara kwa mara. Ni kweli. Utampata mara ngapi Deborah, Ngoma, Kapombe kwenye injury? Ateba, Ateba, si Mkwala, ni mara chache sana.
Lakini utashangaa mtu anaweza kauliza mbona Kibu tunamuona mara kwa mara? Mbona Mpanzu mara kwa mara? Kumbuke Mpanzu ameanza kucheza kwenye dirisha dogo. Dirisha dogo, yes. Kibu alikosa michezo kadhaa wakati ule. Hakwenda na team pre-season. Yeah. Anatakiwa gain fitness na msimu umeshaanza kama unakumbuka vema. Ndio. Kesi ikawa kwa sababu hakuwa na team kwenye pre-season, yes, anatakiwa apate special training, mazoezi maalum kwa ajili ya kutengeneza fitness yake. Lakini uzuri baada tu ya kukapitalize vema namba, unaona Kibu na Mpanzu ndio wachezaji ambao nyakati za hivi karibuni wamekuwa machaguo pendwa ya mwalimu. Sawa. Kwa hiyo Cisco ukiona hivyo, mtu anaweza akaja, mbona Kagoma tunamuona kila siku? Ndio. Mbona Brother Kiamza tunamuona kila siku? Au wote wana michezo chini ya 15. Okay. Si ndio? Yes. Mbona tunamuona kila siku Eli Mpanzu? Mbona Ladaki Chasambi mara kwa mara? Yeah. Lakini hapa tumeangalia wenye michezo walao 17 mpaka 21 waliocheza, na unagundua hakuna mchezaji aliyecheza michezo yote. Kwa hiyo kati ya hawa kuwaona kwenye mchezo wa dabi, kama hakutakuwa na tatizo yote la kiafya ama injury, unategemea ni miongoni mwa starters wa mwalimu ambao anaweza akaenda nao kwenye vita ya dabi. Okay. Bwana Gadlise Mura huyo hapa anatueleza namna ambavyo wachezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba waliotumika kwenye michezo mingi. Jarishi walicheza dakika ngapi, lakini walionekana kwenye michezo mingi, na umepata kusikia majina mazuri ya wachezaji wazuri ambao wameipambania na kuipigania nembo hiyo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tumalizie Gadlise Mura kwa kutazama hao nyote ambao umewataja, ambao pia wamefanya kazi kubwa sana kwa hizo dakika ambazo walizipata kwenye idadi kubwa ya michezo ambao wamecheza. Ni kwa namna gani pia wameisaidia timu kupata alama 3 za moja kwa moja, kwa maana ili zipatikane alama kwenye mchezo lazima mfunge, lazima mtengeneze assist na vitu kama hivyo. Hawa ambao umewataja, tunataka tufahamu mchango wao wa moja kwa moja kwenye kuipa timu ushindi, ili tuone taathira sasa itakuwaje kuelekea kwenye dabi. Bonge moja la swali Cisco. Kwa sababu hapo tukizungumza idadi ya michezo ambao wamecheza, yes, ni vema kweli kutazama impact yao ilikuwa ipi, madhara yao chanya yalikuwa yapi. Na mara nyingi imekuwa ni vema kuzungumza zaidi mchango wa mabao, kwa sababu mabao ndo yana win points. Yes. Unapozungumza mabao ama assist, huwa ndo yanahusika moja kwa moja na matokeo ya ushindi. Na hizo ndio pointi zinazokusanywa mpaka zimefika hizo 54. So kwa haraka anayeonekana mwenye mchango mkubwa sana ni Jean-Charles Ahoua. Kiungo mpya ambao ameingia msimu huu kutoka Stella Club de Jamaica ya Ivory Coast. Unamzungumza Ahoua kwenye chati ya wafungaji bora wa msimu mpaka sasa. Yeye amefungana na wachezaji wawili Young Africans, Prince Dube pamoja na Clement Mzizi. Wote wana mabao 10. Kwa hiyo yeye ana mabao 10, lakini kama unakumbuka vema, assist aliyotoa kwa Brother Kiamza bao la pili la Simba dhidi ya Azam ilikuwa ni assist yake ya 6. Kabla mchezo wa Azam alikuwa na assist 5. Kwa hiyo tayari ana mchango wa mabao 16. Na Jean-Charles Ahoua tumezungumza amecheza michezo 19. Kama unakumbuka vizuri. Katika wachezaji waliocheza michezo mingi ukitoa Mkwala pamoja na goalkeeper Kamara michezo 20, Ahoua yuko kwenye kundi la michezo 19. Lakini tayari ameshahusika kwenye mabao 16. Ukisema uyagawanye hayo mabao kwenye michezo aliyocheza, kwa maana kila mchezo labda toa tu assist yake moja, toa goli lake moja, unagundua michezo 16 amehusika kwenye kila bao. Tofauti ya michezo 3 tu kati ya 19 aliyocheza ndo hakuhusika kwa chochote. What a start, what a debut season. Ni msimu bora kabisa wa kuanzia kwake kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na hasa kwa timu yake ambayo nyuma tulikuwa tunazungumza uwepo wa Saidon Tibazon Kiza, uwepo wa Chama Cletus, uwepo wa Luis Jose Miquissone, lakini anakuja mtu ambaye anakupa namba bora. Na ukumbuke msimu ujaisha ndo kwanza mechi ya 21 wamecheza. Dabi itakuwa mchezo wa 22 kwa Young Africans wa 23. Kwa hiyo huyo ni Jean-Charles Ahoua. Anayemfuatia kwa karibu ni Lionel Ateba Mbida, ambaye probably ameshafunga mabao 8, lakini ameshatoa pasi za usaidizi assist 3. Bila kumsahau Mkwala ambaye baada ya kufunga hat-trick dhidi ya hawa Coastal Union alikwenda sasa kufikisha idadi ya mabao 8, akafungana na Ateba. Wanachopishana ni kitu kimoja tu. Ateba ana assist 3, Mkwala ana assist 2. Ikiwemo assist moja kati ya mabao 10 aliyofunga Ahoua. Miongoni mwao amepata assist kutoka kwa Steven Dese Mkwala. Lakini ukiwatoa wachezaji wanaocheza eneo la juu, kwa maana ya Jean-Charles Ahoua mchango wa mabao 16,
Ngoma mchango wa mabao 13, Mkwala mchango wa mabao 10. Yes. Anayefuatia ni beki wa pembeni. Kushoto, kulia kabisa Shomari Kapombe. Okay. Ambaye ana mabao 3 pamoja na assist 3, mchango wa mabao 6. Lakini kuna kijana ambaye alitrendi sana baada ya mchezo wa Fountain Gate. Ndugu yangu. Ndugu yako kabisa. Kuna msemo wako siku hiyo usema upunguze kulonga. Watu walilonga, baadaye akajibu na akafunga bao safi kabisa, nafikiri kwa mchezo wa Prison. Yes. Huyu unamzungumza ni Ladaki Chasambi ambaye tayari sofa mpaka sasa ana mabao 5 kwa maana ya mchango wake. Okay. Bao 1 la kufunga lakini assist 4. Kwa hiyo ukiwatazama hao unaweza ukaona sasa Mpanzu nafikiri sasa hivi ana mabao 2. Yes. Kibu ana assist 1 tu. Ambao ndo alitoa kwa Mpanzu mechi ya Azam na kadhalika. Kwa hiyo ukitazama kuelekea dabi, hawa Ahwa, Ateba, Mkwala, Shomari, Ladaki Chasambi, at least kuna kitu ambacho ameshapika mpaka sasa. Okay. Ukitazama hata Zimbwe ambaye pia naye ana mabao 2. Hawa ndio at least namba zao zinazungumza kwenye zaidi ya mabao 45 ambao wamefunga zaidi ya hayo. Unazungumza pointi 54 zilikamatwa hapo. Lakini kwa sababu tunawazungumzaga sana watu ambao wanahusika na mabao, si vibaya tukagusa hata eneo la Musa Kamara ambaye kwa idadi ya michezo 20 aliyocheza tayari ana clean sheet 15-16. Si chache kwake. Ni kweli. Clean sheet pekee ambao alitamani ipate ilikuwa dhidi ya Azam, lakini aliruhusu mabao 2. Kwa mpaka sasa wameruhusu takriban mabao 8 Cisco. Yes. Unazungumzia ni pamoja na hayo. Kwa clean sheet pia za Kamara, kwa sababu kuna wakati Simba alishinda bao 1 tu kwa 0. Inahitaji golikipa kulinda hayo mabao. Hata ukishinda mabao 3, what if zile attempt 3 za wapinzani zingetiki? Maana ingekuwa wastani wa kupata sare. Mechi dhidi ya Pamba ilikuwa 1-0, mechi dhidi ya Mashujaa 1-0, mechi dhidi ya JKT 1-0 na kadhalika. Kwa hiyo wakati tunazungumza idadi ya mabao na mchango wao, lazima tuzizungumze pia clean sheet za Kamara na kuisaidia timu katika kuzivuna hizo pointi 3. Bwana Dadlisi Nemura amezungumza mengi na mazuri, na mimi sitaki nitie neno lolote wakati zinazungumzwa takwimu. Hizi ni takwimu muhimu kweli kweli kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kuna Msimbazi, Simba na Yanga. Nini kitakwenda kutokea baada ya Dadlisi Nemura kumaliza jukumu lake ambalo tulitaka tulifahamu kutoka kwake, na yeye bila shida wala shaka yoyote ametujuza kinaga ubaga wachezaji ambao wameshiriki ama kuonekana mara nyingi mno kwenye michezo kadha wa kadha ambao Simba wamecheza, hasa ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini mchango wao ulikaje kwenye mabao pamoja na assist? Umepata pia kumsikiliza hapa Gadlise Nemura. Mimi naitwa Cisco. Gadlise Nemura amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera amesimama Odo Nuru. Itoshe kusema tukutane tena wakati mwingine. Nikusii endelea pia kurudi kwa muumba wako, hasa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwaheri.